Miaka miwili baada ya maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 yaliyosababisha vifo vya watu 62, ni kesi 3 pekee zilizofikishwa mahakamani. Kwa mujibu wa mamlaka ya IPOA, bado uchunguzi wa kesi nyingi haujakamilika, IPOA ikisema jumla ya watu 127 waliuawa kwenye awamu 3 za maandamano yaliyoshuhudiwa miaka miwili iliyopita. Willy Lusige anatufungulia jamvi la Nipashe jioni ya leo. Maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, yale ya Juni mwaka 2025 ya kukumbuka wanajenzi walioathirika mwaka 2024 na yale ya Julai mwaka 2025 ya Sabasaba yaliacha watu 127 wakipoteza maisha. Hii ni kulingana na takwimu za IPOA. Halmashauri hii ya uchunguzi wa utendakazi wa maafisa wa polisi inasema kuwa asilimia kubwa ya kesi hizo za mauaji za matukio hayo matatu makubwa bado zipo chini ya uchunguzi. Katika taarifa ya Jumatatu, IPOA ilifichua kuwa ilisajili kesi 62 za vifo zinazohusishwa na maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa Juni mwaka 2024. Hata hivyo, ni kesi 3 tu ndizo zilizofikishwa mahakamani, wakati 46 zikiwa bado zipo katika hatua tofauti za uchunguzi. Kesi 3 zilitumwa kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma ODPP kwa mapitio na maagizo, wakati kesi moja bado inaendelea na mapitio ya ndani ya kisheria. Kesi 4 zilifungwa na IPOA baada ya uchunguzi, wakati 5 zilifungwa kufuatia maagizo ya ODPP. Kesi 46 zilizosalia bado zipo katika hatua tofauti za uchunguzi. IPOA ikisema kuwa ilisajili kesi 27 za vifo zinazohusishwa na maandamano ya Juni mwaka 2025 ya kuwakumbuka waathiriwa. Kati ya kesi hizo, kesi moja iko mahakamani, wakati 26 bado zipo chini ya uchunguzi. Kuhusu maandamano ya Julai mwaka 2025 ya Sabasaba, IPOA iliripoti vifo 38. Kesi 2 zimefungwa baada ya uchunguzi, wakati uchunguzi unaendelea kwa kesi 36 zilizosalia. IPOA inasema uchunguzi ni mgumu na unategemea msaada wa taasisi za nje. Inaongeza kuwa kuchelewa kwa mchakato kunatokana pia na ukosefu wa ushahidi. Wakati inapofika miaka miwili tangu maandamano ya Gen Z, mwendo wa haki kwa wahanga na uchunguzi umesalia na uzito kwa wengi. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.